Baada ya wiki moja, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso kufuta vyama vyote vya kisiasa na kufuta mfumo wa kisheria uliokuwa unasimamia uendeshaji wake kwa mujibu wa amri iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri la taifa hilo la Afrika Magharibi, hatimaye bunge limeidhinisha marufuku hiyo rasmi. Hatua hiyo iliyochukuliwa na utawala huo wa kijeshi chini ya Rais Ibrahim Traore aliyeingia madarakani kupitia mapinduzi ya Septemba mwaka 2022 ni hatua ya hivi karibuni ya kuimarisha udhibiti wa mamlaka baada ya kusimamishwa kwa shughuli za kisiasa kufuatia mapinduzi hayo. Bunge la mpito la Burkina Faso siku ya jana liliidhinisha mswada huo wa kupiga marufuku vyama vyote vya kisiasa, katika hatua ambayo waangalizi wanasema huenda ikaruhusu utawala wa kijeshi unaoongozwa na Captain Ibrahim Traore kuimarisha udhibiti wake. Maandishi ambayo hayakupata upinzani kutoka kwa wabunge yanafuta hati ya vyama vya siasa na sheria inayohusiana na ufadhili wa vyama, kampeni za uchaguzi na hadhi ya upinzani wa kisiasa. Shughuli za vyama vya kisiasa zimesitishwa katika nchi ya Sahel tangu jeshi lilipochukua mamlaka mwaka 2022. Siku ya Alhamisi, mkuu wa haki za Umoja wa Mataifa alitoa wito kwa serikali ya Burkina Faso kusitisha ukandamizaji wowote wa maeneo ya kiraia na kubatilisha mpango wake wa kupiga marufuku vyama vyote vya kisiasa. Kulingana na ripoti, mwezi Julai mamlaka ya Burkinabe ilipitisha sheria mpya yenye vikwazo kuhusu uhuru wa kujumuika, na mwezi Novemba ilitoa amri mpya inayohitaji mashirika yasiyo ya kiserikali na vyama kufungua na kudumisha akaunti za fedha pekee na benki inayomilikiwa na serikali.